Unaendelea kusikiza KBN ambayo inakutangazia kutoka hapa jijini Arusha nchini Tanzania. Leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2025. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa wa Mara, nikikukaribisha katika somo ambalo linasema ukweli utashinda. Nitafuta mapema, nafsi yangu yaona kiu, mwili wangu wakuone ashauku, midomo yangu itakusifu, uhai wangu ni kwako Bwana, fadhili zako njema kuliko vyote. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 30, maandiko yanasema, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Tuombe. Baba mwema, tunakushukuru sana kwa ajili ya zawadi ya Yesu Kristo. Yeye aliubeba udhaifu wetu na alibeba makosa yetu. Kwa ajili ya adhabu yake sisi tumepata kuwa hai. Tusaidie asubuhi ya leo kupitia neno hili, tukaweze kusimama upande wake na kuhesabiwa kama sehemu ya washindi, kwa kuwa yeye tayari alishamshinda Ibilisi na hana kitu tena juu yetu. Mfanye Yesu kuwa sehemu ya maisha yetu ya siku kwa siku, katika jina lake tunaomba, amina. Kwenye malango nitakaposimama, masumbufu huzuni zimepita, sauti ya Bwana vyema mtumwa mwema, zuri ya ajabu itasikika. Kama mwokozi ulimwengu, Kristo alikabiliwa na uwezekano wa kushindwa. Yeye, mjumbe wa rehema kwa ulimwengu wetu, alionekana kuwa anatenda sehemu kidogo ya kazi alotaka kukamilisha katika kuadilisha na kuokoa. Mivuto ya shetani ilikuwa daima ikitenda kazi kumzuia, lakini hakukata tamaa. Kwa njia ya unabii wa Isaya amesema, nimejitaabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure bila faida, lakini hakika hukumu yangu ina Bwana na thawabu yangu ina Mungu wangu, na Israeli wakusanyike mbele yake tena. Maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Ahadi hii ilitolewa kwa ajili ya Kristo, Bwana mkombozi wa Israeli. Mtakatifu wake amwambia hivi yeye aliyedharauliwa na wanadamu, yeye anayechukiwa na taifa hili. Bwana asema, nimekusaidia nami nitakuhifadhi. Nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuinua nchi hii na kuwarithisha urithi uliokuwa ukiwa, kuwaambia waliofungwa, haya tokeni, na hao walio katika giza jionyesheni. Hawataona njaa wala hawataona kiu, hari haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia, naam, karibu na chemchemi za maji atawaongoza. Isaya 49 mstari wa 4 na wa 5 na ule wa 7 hadi wa 10. Yesu alisimama katika neno hili na hakumpa shetani nafasi. Wakati hatua za mwisho za mateso ya Kristo zinakaribia kuchukuliwa, wakati huzuni kuu ilipoikabili nafsi yake, aliwaambia wanafunzi wake, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa, sasa atatupwa nje. Yohana 14:30, 16:11 na 12:31. Kwa jicho la kinabii, Kristo aliona tukio takalotokea katika pambano lake la mwisho. Alijua kuwa atakaposema imekwisha, mbingu yote itashangilia. Sikio lake lilisikia kwa mbali nyimbo na shangwe kuu za ushindi katika nyua za mbinguni. Alijua kuwa kengele ya mazishi ya mfalme wa shetani itasikika na jina la Kristo litatangazwa katika sayari zote na kutukuzwa. Kristo alifurahi kwamba angeweza kufanya zaidi kwa ajili ya wafuasi wake kuliko vile ambavyo wangeomba au kufikiri. Alizungumza kwa uhakika akijua kuwa amri ya milele ilikwisha tolewa kabla ulimwengu haujaumbwa. Alijua kuwa ukweli ulioimarishwa na uwezo wa Roho Mtakatifu utashinda katika vita dhidi ya uovu, na kwamba bendera ile yenye madoa ya damu itapepea kwa ushindi juu ya wafuasi wake. Alijua kuwa maisha ya wanafunzi wake waaminifu yatafanana na maisha yake, mfululizo wa ushindi ambao hautaonekana hivyo hapa, lakini utakaotambulikana hivyo katika siku ile kuu. Haleluya, haleluya Bwana, haleluya,
sijawahi ona